Tuzia World Cup, na na soka bet. Soka bet, shangwe tu. Soka bet, shangwe tu. Shangwe tu. Watu wewe, watu wewe. Bwana wa Afrika tunapenda sana kujiamulia mambo. Timu gani ya Afrika kwenye kombe dunia inaweza kufika mbali zaidi? Bwana Johnson. Bwana, kuna timu nyingi lakini tunaangalia pia na nature ya kundi lilivyokaa. Mimi naona South Africa Bafana kundi linawabeba. Kundi linawabeba. Ukiangalia kundi ambavyo lipo, wana Korea, wana Czech pamoja na Mexico. Ukiangalia mnyonge kama anaweza kucheza na Jamhuri ya Czech, pia anamweza Korea. Lakini Mexico kidogo naye kwenye World Cup ni kama amepotea. Kwa hiyo Bafana ukiangalia Hugo Bruce amekaa muda mrefu na kikosi, lakini ukiangalia hata nature ya kikosi kimekaa kimamelon zaidi, ambao wametoka kuwin ubingwa wa Afrika na pia walikwenda kwenye World Cup ya vilabu walionyesha balaa. Ukiangalia goalkeeper kama Ronwen Williams, kama Koliso Modau, Kekana, ukienda katika Teboho Mokoena, ni watu ambao wanajuana, hawajaanza kucheza jana wala leo. Kwa hiyo kwa South Africa kundi linawabeba. Kuna kitu nataka kusema. Mimi namwambia ambaye anaweza kujiamulia mambo Afrika ni Simba wa Teranga kutoka Afrika Magharibi. Senegal au ni Senegal. Kwenye kundi lao wana wanetu France ambao ni Ufaransa. Alafu yupo Iraq pamoja na Norway. Kitazama hapo hao wili wanyonge. Norway ni mnyonge. Norway ana Haaland, ana Odegaard, lakini pia ana Asira. Kumbuka toka 98 hajawahi kwenda World Cup. Sasa hii World Cup yao wanaenda kushangaza kwa sababu Senegal wana Sadio Mane, wana Pape Matar Sarr, hapo wana Idris. Namba swali. Kati ya Norway na Senegal, timu gani na world class players? Timu ambayo ina world class players wengi ni Senegal. World class, sio African based. Sio African based, world class. Ina Idris Gana Gueye. Ina Iliman Ndiaye, ina Sadio Mane. Lakini ukienda hapo ni msege brother Johnson. Sadio Mane anacheza Saudi Pro League. Huyo ni one of prolific players of Senegal. Ni kioo cha timu. Prolific player wa Norway ni Erling Braut Haaland, anachezea Manchester City. Na anafanya balaa, top scorer wa EPL. Mtazame Sadio Mane ambaye ni bingwa wa Saudi Pro League. Sadio Mane huyu hivi bingwa wa Pro League na run up ama mshindi wa pili wa EPL. Yupi ni yupi? Yaani leo tukisema Al Nassr anaanza na Man City. Yaani pale Al Nassr anacheza na Man City na kuambia kwamba inawezekana pia Man City wakapoteana. Ila mdau mpira tuambie kama Man City akacheza na Al Nassr kunaweza kweli kwako na ubishana ama mmoja ataonewa? Mimi kuhakikishia kwako Senegal wana watu wa kazi. Ndio. Hivi si Man City ambayo ilikutana na Everton. Sahihi. Uliona kazi ya Iliman Ndiaye pamoja na Idris Gana. Sahihi. Si hawa Man City. Lakini Al Nassr amenyang'anywa ubingwa na Tokyo kutoka Japan. Tunazungumza kikosi ambacho kina world class players wengi. Ukienda kwa Norway wana Martin Odegaard labda na Haaland peke yao. Odegaard kwenye eneo la kiungo, bingwa wa EPL. Lakini pia kuna Solo. Kuna Solo Alexander. Njoo kwa Nicolas Jackson kwa upande wa Senegal. Mwamba anacheza zake. Yaani amecheza Chelsea, anaenda kucheza Bayern. Bwana, tuone kwa kule. Sports hapa tuko tuna watu wengi ambao pengine 1 na 2 huwa wanapenda kushikilia upande wao. Anajiamulia mambo brother yake kwa sababu sidhani kama kweli timu ya Senegal, timu ya taifa ya Senegal, Simba wa Teranga watafika mbali. Ile kubishana na Norway kabisa band for band. Unamwona Al-Hadji Malik Diouf. Of course timu yake ijawa na performance nzuri, lakini as individual kazi yake alikuwa anaifanya na kuhakikishia hatabaki West Ham msimu ujao. Ukitaka kujua timu gani ya Afrika itaenda mbali, kwanza unaangalia nature ya kundi, afu unamtoa yule kutoka Ulaya. Sijui unanielewa? Kwa timu nyingi za Afrika zinatakiwa zingangania nafasi ya pili. Sasa ulipoangalia kati ya Norway na Senegal, nani atakuwa nafasi ya pili? Sio tu nafasi ya pili kwenye kuvuka kuelekea hatua ya mtoano. Ni timu mbili za juu na zile 8 ambazo zitakuwa ni kama tunasema best losers. Kwa hiyo hapo nakuhakikishia Iraq anapoteana kwa Senegal. Senegal huyu anaweza kumpoteza vibaya Norway. Lakini Senegal anaweza kakakamaana
na Ufaransa. Bwana tulianza na watu wamebisha, watu wamekataa kwamba Senegal anaweza kushika namba 2 mbele ya kundi ambalo lina France, Norway na Iraq. Sasa tulikuwa hapo kwanza Bafana South Africa. Hao wametumia vigezo gani kuweka kwamba wanaweza kufika mbali kwenye hatua ya mtoano angalau kwenye kombe dunia ilifanyika Mexico, Marekani na Canada? Yes, kwanza wana njaa ya kucheza World Cup toka waandae 2010 hawajai kwenda. Lakini ukiangalia pia kundi walilopo nafikiri ndio kundi ambalo alina Giants kutoka Ulaya. Kwenye zile timu 8 za Ulaya ambazo zinatafuta mafanikio sasa hivi ya kucheza World Cup na kuwa mabingwa, kama Bafana wameokoka. Ogopa sana kundi ambalo halina Giants kutoka Ulaya. Mimi labda nimuulize swali, Japan ni mnyonge? Sio mnyonge. Korea wako kwenye kundi la Korea. South Korea ni mnyonge? Ni mnyonge. Bafana ni mnyonge. Heung-min Son. Inawezekana una refer kombe la dunia lililopita alipomsurprise German, lakini kwa nature ya Bafana walivyokaa, namna wanavyojuana. Nitajie mchezaji mmoja Bafana ambaye anacheza kwenye ligi kubwa 5 Ulaya. Yupo anacheza Burnley, nafikiri Foster. Anacheza Burnley na amekuwa na outstanding performance. Lakini ambayo imeshuka daraja. Lakini mchezaji huwa hashuki daraja. That's why amemzungumzia Malik Diouf hapa. Lakini ukizungumzia pia hapo West Ham kuna wachezaji wengi ambao nafikiri watabaki EPL msimu huu kama dirisha la usajili likifunguliwa. Lakini mimi ninachoangalia ni timu ambayo imekaa pamoja. Hugo Bruce ni mwaka kama wa 4 yuko na Bafana. Na mimi ukiangalia nature ya timu haitumii muda mrefu kuunganika, sababu wengi wanaanza ligi ya ndani kwa maana ya Mamelodi na Orlando, lakini zile cream chache zinazotoka kwenye ligi ya Ureno pamoja na England kama nilivyomtaja Foster, wanakuja kutengeneza kitu ambacho kinaweza make impact. Unajua mimi na refer na kinachonipa kiburi ya kusema kwamba Bafana ataenda mbali ni michuano ya klabu bingwa ya dunia kwa upande wa vilabu. The way Mamelodi walivyomshangaza Borussia Dortmund. Na ukiangalia ile cream ya Mamelodi ndio cream ambayo tunaenda kuiona angalau kwa 60% kwenye timu ya Bafana. Kwa hiyo naamini Bafana wanaweza wakawa surprise, lakini mimi naamini hakutakuwa na timu nyingi kwenye hatua ya mtoano za ambazo zinatoka Afrika. Nafikiri hatakuwa zaidi ya 3 au 4. Unajua kwenye kundi la Mexico pamoja na South Africa, ogopa sana makundi ambayo hayana majansi. Kwa sababu kila mtu anakuwa anaona kama na mudu. Ogopa sana ambayo haja Giants. Kwa maana hakuna timu ambayo inaonekana yenyewe imedominate soka la dunia kwa muda mrefu, kwa maana zile timu kutoka Ulaya au kutoka Amerika, kwa maana Brazil, Argentina. Hizi timu ambazo zinajiona ziko average zikikutana uwanjani huwa zinatoa ushindani mkubwa. Kwa maana kwenye hilo kundi unaweza ukapata mechi inaisha kwa magoli mengi. Kwa sababu hakuna anayemuogopa mwenzake kutokana na historia, lakini pia kuangalia profile za mchezaji mmoja kwenye hizo timu. Kwa hiyo hapa tunabaki kwamba wewe umesema mara nyingi timu za Afrika hasa kwenye kombe la dunia hili la mwaka 2026 tunagombania sisi kuwa nafasi ya pili kwenye makundi yetu. Kama tunagombania kwenye kuwa nafasi ya pili kwenye makundi husika, maana yake hapo katika timu zote za Afrika pengine ni timu moja ama 2 tu ambazo zinaweza zikavuka kwenda hatua ya mtoano. That's why nimeweka na 2 zingine ambazo zitakuwa kwenye timu gani sasa ambayo wote pamoja tunaweza tukasema bwana hii inaweza kavuka kwenda hatua ya mtoano? Ya kwanza nafikiri Bafana. Ya pili nafikiri Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Kwangu ni Senegal. Cote d'Ivoire kwenye kundi lake kuna Kwarakasi. Timu hiyo Kwarakasi kwa faida ya mtazamaji ama mdau wa soka, hiyo timu nchi kama nchi ni ndogo sana. Yaani hiyo nchi ya Kwarakasi ni kama useme ni hata Mlandizi pengine inaweza kaa kubwa. Ina watu takriban 150,000 tu nchi nzima. Inaweza kuwa mnajuana nchi nzima hiyo. Nchi nzima wanajuana bwana. Huyo anatokea kwa mzee fulani. Na wengi wachezaji hao wana kazi nyingine tofauti na mpira. Wanasema ni semi professional. Semi professional football country. Wengi kwa maana unaweza kumkuta carpenter anacheza mpira. Bwana fundi seremala, bwana fundi viatu shoe shine anaweza karibu kwenye kosi. Waigizaji wapo muonekana kuja kama yake uwanjani. Kwa hiyo special mention ya Ivory Coast kwamba inaweza ka timu ya Afrika ambayo pengine inaweza kufika hatua makundi. Lakini hilo kundi lenye Cote d'Ivoire lina Ujerumani. Na mweka number 1 contender. Japo hataenda mbali. Akiingia mtoano Ujerumani hataenda mbali. Tuishie kwa Ujerumani hataenda mbali. Ujerumani atavuka kundi lakini hataenda mbali. Ujerumani asikutishe kwa jina lilonalo, jina kubwa. Ana World Cup. Lakini mimi nakuhakikishia miongoni mwa surprise package ya kutolewa mapema ni Ujerumani.
Miongoni mwa surprise package ya kutolewa mapema Ujerumani. Usimwamini Ujerumani World Cup hii. Umetumia vigezo gani? Ujerumani still wana Joshua Kimmich, goalkeeper Neuer, wana still Manuel Neuer, wana Florian Wirtz, wana Jamal Musiala. Ujerumani hii umetumia vigezo gani? Hii Ujerumani vigezo ambao nimetumia. Kwanza nimeangalia mechi zao za kirafiki zilizopita. Japo kashinda na Finland. Yaani kwenye kushinda kwake huko kuna mashaka mengi. Unajua kuna timu inaweza ikatoa sare. Ingekuwa Tanzania tungesema kwenye kushinda kwake kuna mashaka mengi. Ingekuwa Tanzania tungesema Ujerumani wanashinda lakini hawana furaha. Ingekuwa Tanzania tungesema Ujerumani wanashinda lakini hawana furaha. Kwanza kwenye kushinda kuna mashaka mengi. Lakini pia ingekuwa Tanzania tungesema wanashinda lakini hawana furaha. Wakiwa wanacheza muda wote ni unachukua tu unafungua maji unakunywa. Unarudisha. Unarudi kwenye timu na mashaka. Unakuwa na wasiwasi. Julian Nagelsmann hajui afanye nini. Sababu wachezaji wengi ni kama wako outdated. Lakini ukiangalia kikosi kilivyokaa yani kina unajua Ujerumani kwa na Bayern Munich. Bayern based. Lakini sasa Bayern nao ni kama inatafuta ushindani wa Ulaya, kwa hiyo inachukua watu kutoka mbali. Utasikia yupo Olise Ufaransa, Luis Diaz Uingereza. Kwa wale wachache wanaobaki wakija kuunganisha na timu za Ujerumani ambazo zimekuwa dominated na Bayern ambayo haina wachezaji wengi wa Kijerumani, ndio tunapata Andrik na nafikiri ameachwa. Wanaangalia kwa Dennis Undav au Kai Havertz, Rudiger. Hapo tunapiga mstari kwamba pengine anguko wa soka la Ujerumani ama pengine Ujerumani kutokufuzu kwenda hatua za mbali kwenye kombe la dunia hii linachagizwa zaidi na uwepo wa Bayern Munich wa wachezaji wengi wa kigeni. Nasema inachagizwa zaidi na falsafa ya Bayern Munich hii kwa wachezaji kutoka mataifa. Falsafa ya Bayern Munich hii mpya. Kwa sababu kwa wachezaji kutoka mataifa mengi. Kwa sababu sasa front line yao wana Michael Olise kutoka Ufaransa, wana Luis Diaz Colombia, Harry Kane England. Naona hiyo front three. Hii front three kidogo inatutanisha. Yaani inakutisha unapokuja kuitazama Ujerumani kama national team. Na ukizingatia Bayern imekuwa tishio kwa kufunga magoli mengi. Kwanza kwenye ligi yake kwa faida ya mtazamaji, Bayern Munich imefunga magoli 27. Magoli mengi 34. Lakini katika hao waliofunga magoli hamna Mjerumani hata mmoja. Ile front three yake hata backup wa Harry Kane pia ni Seleman Nicolas Jackson. Hapo ndio watu wanasema watu wanaacha ndala asubuhi tu. Maana watarudi mapema sana. Hapa tunakuja kwa nchi ambazo sasa zimeshinda makombe ya dunia yaliyopita. Wao unazipa nafasi gani? Tukianzia kwanza kwa bingwa wa historia World Cup Brazil ameshinda makombe ya dunia 5. Huyu ndio bingwa wa historia wa kombe la dunia, si ndio? Sasa ukizigusia na nchi zingine labda Argentina, France, Uruguay na mabingwa wengi wa nyuma huko kina Colombia ambaye ilikuwa ni ya kwanza. Uruguay ilikuwa ya kwanza 1930 Colombia ya kwanza. Chukua hii kidau wa soka, Uruguay ndio timu ya kwanza kufuzu ama kushinda kombe la dunia mwaka 1930. Lakini pia Mexico ndio timu ya kwanza kuhost World Cup. Kuna kitu wasoro wanasema chukua feature, yani hiyo ukiichukua ifiche kabisa. Unasema Mexico imekuwa timu ya kwanza kuhost World Cup hizi tatu. Mexico 1970, 1986, 2016. Hii sasa hivi 2026. Mexico ndio timu ya kwanza kuhost ama kuandaa mashindano ya kombe la dunia mara 3. Hakuna timu nyingine ama hamna taifa lingine ambalo limeweza kuandaa kombe la dunia mara 3. Hii hapa nyingine kwa Mexico wao. Waambie watazamaji sasa. Inaenda kuwa timu ya kwanza tena kucheza mechi za ufunguzi kwenye mataifa hayo mawili tofauti. Nakumbuka kombe la dunia mwaka 2010 kama sikosei, alicheza na Bafana South Africa, mechi ile ilipigwa Shabalala. Mechi isha 1-1 Shabalala afanya hivi. Ndio ile unasikia watu asubuhi kubwa ilikuwa tatu. Na hii inaanza pia Mexico anacheza na South Africa. Sasa mechi ya kisasi, mechi ya kujuana. Kuna mwanangu mmoja ananiambia historia ina tabia kujirudia. Kwa hiyo utajirudia moja moja. Hapo unapoangalia wana uwezo wa Boston to score a goal over 1.5 unapoangalia hapo Mexico na South Africa mechi ya kwanza
ya kombe la dunia 2010 ilisha ubao moja. Bao la kushangaza la vizazi na vizazi la Sifiwe Shabalala, goli la Afrika, lile linaitwa goli la Afrika. Peter Dula anakuambia this is for all of Africa. Ndio goli la kwanza kufungwa bara la Afrika la kombe la dunia. Unasemaje? Hebu wapi official hiyo? Goli la kwanza kufungwa ndani ya Afrika kwenye kombe la dunia. Goli la Sifiwe Shabalala la Bafana Afrika Kusini, Bondeni kwa Madiba. Bwana, watu wa Swahili wa pwani wanakuambia alipiga hapa na Burundi. Sasa unaona historia ikienda kujirudia kwa wadau wa football au wadau wa kamaria sasa. Unaona hadi mechi ya wawekezaji mechi ya Mexico na South Africa. Unaonaje hiyo? Mechi ya Mexico na South Africa kama kawaida historia inavyoweza kujirudia, lazima tupate magoli. Yaani mechi itakuwa na magoli mengi. Hii mechi iwezi kuisha 0-0. 2.5 over 2.5. Unachukua mapema. Mwakishia Mkamaria vile kwa South Africa. Usiniambie mimi bwana, mwakishia Mkamaria 2.5 mechi ya South Africa na Mexico. Unachukua hela yako mapema na unakuwa Mkamaria wa kwanza kushinda, kama ambapo Bafana alikuwa wa kwanza kufunga goli. Bwana Mkamaria, unasikia? Mechi ya Mexico na South Africa hiyo unaweza kuweka over 2.5, yani magoli yawe 3 na kuendelea. Kwa mujibu wa mtaalamu yani kwenye mechi nzima dakika 90 wala sio South Africa total magoli yatakuwa kwenye mechi hiyo over 2.5. Na unajua kwa nini nakwambia hivyo? Unajua Mexico sasa hivi haina ule outstanding performer au mchezaji ambaye tunasema huyu anaenda kombe la dunia, watu wote wa Mexico wanamtegemea kama kina Javier Hernandez, Chicharito sasa hivi hayupo, lakini mtu ambaye kidogo anaibeba labda Raul Jimenez anacheza full up. Raul Jimenez ambaye hata sidhani hata kama na magoli 5 kwenye Premier League msimu huu, kidogo ndiye watu wa Mexico wanamwangalia. Lakini South Africa kwa upande wa magoli unaweza ukamweka Foster, Enes Magopa kwenye dakika anazoingia, nafikiri hataanza, lakini dakika anazoingia ina watu ambao wanaweza kufanya kitu. Tunasema hizi long range distance shoot. Mbona wewe unahisi South Africa anaweza kupata goli kwenye mechi ya Mexico na South Africa? Hii mechi ya Mexico kulingana na watu walionao, mimi napenda uhakikishia Kamaria Mokoena long range distance shoot. Na nikupe option nyingine, South Africa atapata goli kipindi cha kwanza. Hiyo nakupa South Africa to score first half. Lakini mimi sikubaliana na soko lake. Wewe unakubaliana na soko lake? Mimi nasema hivi, wewe hakikisha unaweka over 2.5 mechi hiyo. Lakini Teboho Mokoena long range distance shoots lazima apige moja. Sasa hapa hapo ukienda kwenye target Rebohile Mofokeng. Mofokeng fundi wa mpira huyo. Yaani wasema football genius. Lakini mimi Mofokeng kwa kocha kama mimi sasa ambaye ni result oriented, kocha ambaye anaenda kutafuta matokeo kwenye mechi yangu ya kwanza, sitocheza naye. Sitamwanzisha. Hapo atacheza. Ogopa kocha anakuambia sitacheza naye. Mimi kanuna. Unasikia hiyo? Bwana kwa Mofokeng ni lazima kwenye mechi uwe na mchezaji ambaye ni yani predictable. Kwa maana hujui anataka kufanya nini kwa muda gani. Mkamaria, zingatia neno unpredictable. Atabiliki ndani ya kiwanja. Kwamba hapa ataanza kukimbia, atapiga chenga, atapiga shoot cross ama atafanyaje. Unajua kwa nini sitamwanzisha? Sababu hata Mexico wakiwa wako kwenye dress talk watakuwa wameshaandiana, bwana huyu na huyu mbaya. Wawili wakacheza na Mofokeng. Lakini mimi sitomwanzisha. Napenda kucheza na mastreka wawili kwa nature ya Bafana. Anza na Foster na Magopa. Foster ana uwezo wa kutembea na mpira, anakaa nyuma ya Magopa. Nafikiri first half mtapata goli. Alafu sasa nikishapata ushindi, anaingia Mofokeng kurudisha. Ukishakuwa na mtu ambaye ni targeted na timu pinzani, kwa maana tunamtazama labda tunaingia kwenye mechi vipap, huyu hapa tunamwekea watu wawili, hiyo ni advantage. Kuna mtu atakuwa amepungua kwa mtu mwingine. Kwa maana kocha ukishalibungua hilo, ni lazima ulifanyie kazi. Result oriented coach anakuambia bwana yeye hata mwanzisha Mofokeng kwa sababu hata Mexico wanafanya homework. Mpira sasa kwa science. Timu kama Mexico lazima itakuwa inafanya homework, inajua kabisa Mofokeng ni kati ya wachezaji hatari kutoka South Africa kabisa. Na yeye hata mwanzisha kwa sababu hiyo, lakini bwana Yahya anakuambia bwana yeye ataitumia kama advantage. Kwa Mofokeng ataanza. Anaanza. Yaani ukishamwekea watu wawili hivi si hivi. Watu wawili hawa pap hivi. Yaani ukishamwekea watu wawili, kuna mtu amepungua huko. Hiyo inakuwa ni advantage. Award kwa age ya Mofokeng kwamba Mofokeng kwa age ya Mofokeng unajua ni mtu wa 2004. Kwa age yake
na kwa matamanio ya South Africa ni vitu viwili tofauti. Inawezekana age yake ikawa ni yeye kufanya vitu vikubwa kuliko timu. Yeye anataka kujionyesha kwenye World Cup hii bwana, mimi nikiwa na umri huu kwa miaka 20. Mwafuka na mpira fulani wanauita South Africa wanaita shibori, kitu kama hicho. Shibobo mpira fulani madoido. Mimi kwa age yake na kwa age ya Evidence Magopa na kwa uzoefu nafikiri nitacheza na mastreka wawili. Nakwambia hivi, kuliko kutumia 4-2-3 na mchezaji ambaye kwanza ana umri mdogo, lazima kwenye timu yako uwe na watu wa psychology ya kumjenga mtu kisaikolojia. Kwanza uweze kukumbuka kwenye bench la South Africa kuna mambo mengi yametokea. Unakumbuka meneja wao alishindwa ku note card ya Tebogo Mokoena wakakatwa pointi. Unaamini wako na mtu wa psychology? Unajua matatizo yakitokea kwenye timu siku zote, kama wameshindwa ku note card, kama wameshindwa ku note card nyanjani, ukishajua kwamba kuna ukishajua kwamba kuna tatizo limetokea, lazima utake precaution kuanzia pale mlipokosea. Hii ndio kama haimaanishi kwamba ukiwa umefanya kosa mtaendelea kufanya makosa. Kama umenatwa na nyoka, ukisikia tu majani unashtuka, yani lazima uwe buti kubwa hivi. Unajua kati ya vitu navifuatilia mimi ni timu ya South Africa, na unajua wanasema yule meneja yuko pale kutokana na ana siri nyingi za rais wa shirikisho la soka barani la soka South Africa. Bwana. Kwa hiyo wameshikiana pale. Kwa ukinitoa tu mimi nasema kwa yule meneja inawezekana hana kazi nyingi. Na unajua meneja ni top. Ana manage watu wa psychology, ana manage watu wa kits, ana manage na baadhi ya vitu. Kwa nafikiri South Africa kwenye swala la management, nafikiri technical sina shida nao, kocha Hugo Bruce na muamini, lakini kwenye upande wa kumanage sasa out of technical wana shida South Africa. Hapo kwenye shida aliyozungumzia Johnson, nakwambia hivi, likishatokea tatizo lazima muhakikishe mnachukua tahadhari mapema, na haimaanishi kama mlishawahi kufanya tatizo mtaendelea kufanya makosa kila siku. Yani lakini hauna garantia kwamba watakuwa wamejirekebisha. Hilo ndio kosa. Tafsiri sahihi kwa wadau ambao watabashiria mechi hii ya South Africa dhidi ya Mexico, wadau wa soka, sisi soka bet ndio kitu kinaitwa bet build, yani unajenga bet yako. Soko la kwanza ambao wataalamu wamelisema ni over 2.5, yani magoli kwenye mechi hii yawe 3 na kuendelea. Hiyo tunakubaliana, lakini kuna special mention, honorable mention ya Tebogo Mokoena shots. Sasa hapa ukiingia www.soccer.co.tz Musa mechi ya South Africa fix Mexico. Pengine Mexico iko nyumbani. Mexico face South Africa. Enda kwenye sehemu ya shots. Mtafute sehemu South Africa, bonyeza mtu anaitwa Tebogo Mokoena. Mpe apige shoot hata moja. Lakini mechi hii mimi nawapa sasa. Mechi itakuwa ina kona nyingi. Yani mechi hii mdau wa kubashiri kona nyingi, kwa maana mashambulizi yanakuwa mengi. Bwana unasemaje mashambulizi yatakuwa ni mengi? Hakuna timu inayomwogopa mwenzake, kwa hiyo njoo nakuja. Ndio maana kugarantii kwamba mechi itakuwa na magoli kipindi cha kwanza, lakini South Africa na atapata goli kipindi cha kwanza. Bwana mechi itakuwa na magoli mengi kipindi. Kuna soko linasema half goals first half. Kuna soko fulani hivi ambao unaweza kubashiria magoli ambayo yatakuwa mengi kipindi gani? Half of most goals. Wazungu wanakuambia either ni first half ama second half. Bwana Johnson anakuambia bwana kwenye mechi ya Mexico na South Africa unaweza kabeti bwana kipindi cha kwanza kitakuwa kina magoli mengi. Kwa sababu gani? Watu hawaogopani. Alafu ukiangalia World Cup 2 zilizopita 2018 South Africa na Russia alifungwa na Saudi Arabia akampa 5. Ukaenda 2022 Qatar alifungua akafungwa. Kwa hiyo ni mechi nyingi za ufunguzi trend yake zina magoli. Okay. Yani sasa unajua hiyo. Chukua hiyo. Kwa nini mechi nyingi za ufunguzi zina magoli? Na kwa nini zinakuwa na magoli? Mechi nyingi za ufunguzi zina magoli. Na kwa nini zinakuwa zina magoli? Kwa nini zinakuwa zina magoli? Kwa sababu ndo Kipyenga amepuliza mwamuzi, ndo ufunguzi sasa wa michuano. Kwa hiyo kila timu ndo ufunguzi wa michuano. Kipyenga anapuliza mwamuzi, ufunguzi wa michuano. Kila timu inataka ikaionyesha sasa dunia, expose, ijitangaze duniani. Yani mimi najitangaza nina boli. Goli la mapema pia ndio rekodi zinaanza kutafutwa. Goli la mapema, mchezaji wa kwanza kufunga goli, timu ya kwanza kufunga goli, mchezaji wa kwanza kukosa penalti. Goalkeeper wa kwanza kudaka penalti. Yani ndio rekodi zinatafutwa pale. Wa kwanza zinatafuta kwenye mechi ya kwanza. Sasa hapa kwenye rekodi mbalimbali tunaweza tukasema
wewe kama mdau wa football ukiambiwa upange kikosi chako bora cha kombe la dunia, upanga the best XI World Cup, mimi golini tuanze golini kipa, mimi naruka kwa mabingwa wa UEFA mara nyingi zaidi, mara 15 Real Madrid, anaitwa Thibaut Courtois. Kumbuka mashindano international championships kama hizi, mara nyingi goalkeeper bora anaamuliwa yule kipa either alifika mbali na timu ya taifa ama clean sheets nyingi. Naamini Ubelgiji atafika mbali. Mimi naangalia kwanza ni atakayefika mbali. Atafika mbali. Sio Ubelgiji anafika mbali. Mimi sinataja kikosi bora. Nikitaja kikosi bora si kabla ya mashindano ni prediction. Kwa maana ni prediction kutoa. Prediction uhalisia. Nikimweka kutoa kwa maana kwanza ni experience. Ya kucheza mechi zenyewe. Timu yake taifa itambeba yeye kuwa goalkeeper bora wa mashindano. Yake ya ulinzi mimi naangalia individual performance, uwezo wake binafsi uwanjani. Sasa tukienda kwenye mpira wazungu wanakwambia it's a team sport. Mpira sio boxing. Kwa maana hiyo team sport inahusisha zaidi na timu yako husika itafika wapi. Goalkeeper ndio kiumbe pekee ambayo kama imeanguka sana kwenye eneo la ulinzi. Ndakupa mfano mmoja kabla ijaendelea. Kipa ambaye kombe la dunia mwaka 2026 itakuwa kombe lake la 6 la dunia, anaitwa Golimo Okoa. Kipa historia kabisa wa Mexico. Hajawahi kubeba Golden Glove hata siku moja. Na unaambiwa bado ana miaka 39 anaelekea 40. Sahihi. Lakini New York World Cup yake ya 5. Lakini huyo hapo ndo unaambiwa kwenye maisha umba bahati. Mtu mwenye miaka 39 anaanza World Cup ya 6, mwenye 40 anaanza ya 5. Bwana, sasa huyo nimekupa wewe Golimo Okoa kwa sababu ni kipa ambaye watu wote tunamjua, kipa anaokoa sana michomo, one of the best shot stoppers goalkeeper in the world, Golimo Okoa. Lakini ndiye kushoa Golden Glove ya kombe la dunia hata mara moja. Mara 6 amecheza. Kwa sababu anacheza mashindano ya kombe la dunia mara 6. Kwa maana hiyo individual performance doesn't really work when it comes to international championships. Nakwambia mimi goalkeeper kitu ambacho namwangalia ni kile anachokifanya yeye mwenyewe, kwa sababu goalkeeper ndio kiumbe pekee ndani ya kiwanja ambaye kosa lake moja tu watu wanacount linapelekea matokeo ya timu kubadilika. Mtu kama haya tunamuita muhafidhina. Kisha weka kitu chake kumchomoa shida. Tunamuita nani? Muhafidhina. Bwana, mtu kama haya tunamuita muhafidhina. Yaani yeye akishaamua lake ndio hilo. Sasa bwana haya anakuambia Thibaut Courtois, kipa kimataifa wa Ubelgiji, anacheza timu ya taifa ya Real Madrid pale Hispania. Yeye anaonekana kama kipa namba 1 kwenye kikosi hichi cha kombe la dunia. Wewe kipa wako namba 1 ni nani? Mimi wangu namba 1 kwanza na uhakika wa kwanza. Unai Simon. Unajua Spain ina magolikipa watatu ambao ina magolikipa watatu ambao kwanza skipikeni alafu ni wape fakti. Goalkeeper mwenye Golden Gloves 3 aanzi. Yaani subiri, niko hapa. Unasema ana uhakika wa kwanza mbele ya David Raya na Joan Garcia. Wote wako kumbuka ndio magolikipa bora wa ligi zao. Sasa hapo kwa faida ya mtazamaji, Joan Garcia kipa namba 1 Barcelona ameshuka bora wa La Liga. Ameshoa Golden Glove La Liga, ligi kuu ya Hispania. Lakini pale Spain kuna kipa anaitwa David Raya. Huyo amechukua Golden Glove England na Arsenal. Lakini pia ni mara ya tatu David Raya yuko kati ya makipa bora duniani sasa hivi. Makipa bora kwenye ligi kubwa 5 Ulaya. Ndio kipa pekee mimi kwangu naweza kusema penalty kwenye mechi ya finali. David Raya ndio kipa pekee aliye save penalty kwenye mechi ya finali ya UEFA Champions League. Pia kwa Arsenal ndio hivyo. Kigezo gani kusema Unai Simon ataanza? Kigezo cha kwanza ni kuanza. Yaani iko ndio kigezo cha kwanza. Una kigezo cha kwanza mbele ya makipa wenye rekodi zote hizo msimu. Alikuwepo kwenye Euro 2024. Hakuanza. Japo alikuwa na outstanding performance Arsenal. Lakini ukiangalia hata kocha wa Spain kwenye press conference yake Luis, yani yeye ni mshikaji wake namba 1 wa Unai Simon. Mwanae sana. Mwanae. Yoshi. Kwa hiyo wengine wameitwa tutendeni. Kwa hiyo kinachomfanya Unai Simon aanze sio uwezo wa kuwazidi wengine. Ana uwezo, hatuwezi yani sasa tukawazidi wengine. Uwezo wa Unai Simon. Mbele ama kipa wawili, Joan Garcia ambaye amechukua Golden Glove la Liga na David Raya aliyefika finali ya UEFA na akachukua Golden Glove ya Premier League. That's why kila kocha ana machaguo yake. Sio, unanielewa? Kwa hiyo mimi naamini Unai Simon, kwanza naamini Spain watafika finali. Naamini Spain watafika finali ya World Cup. Namba tufanye hivi, twende band for band kati ya magolikipa. Tuseme tuchukue David Raya na Unai Simon. Twende kwenye shot stopping. David Raya.
ball playing, David Raya. Coming out for crosses, David Raya. Sasa inakuwaje Na kwanza kusaidia na unaisema assist David Raya. Lakini experience ya kutaka Spain, Unai Simon. Yaani nyewe chezeni mnakochezaga. Mkija Spain nipo. bwana, unaambiwa David Raya kamzidi kila kitu unaisimu, lakini hapa na kuongezea na John Garcia kamzidi kila kitu kwa performance ya msimu huu, lakini mkija timu ya taifa wote anaoshauri yeye. Yeye ndo goti. Greatest. yani kwamba Yaani kacheze mnavyochezaga. funguo za chumba za golikipa wa La Roja timu ya taifa ya Spain anazo Unai Simon kutoka Atletico. Si unatoka Atletico Bilbao. Bwana Unashambuliwa, maana yake unashambuliwa sana bwana. Mfaizina huyu sio Mfaizina tena, ameweza kubadilisha mtazamo. Yaani sasa hapa nimesema hivi, unaweza kutengeneza fact kwa Unai Simon kwa maana sinacheza Atletico Bilbao. Sahihi. Anashambuliwa sana na Barcelona yenye Rafinha na Lamine Yamal, Lewandowski, na Madrid yenye Vinicius, Mbappe, Bellingham, Guardiola, Lakini hiyo na Atletico yenye Griezmann na Solo. kwa sababu mimi naikataa kwa sababu moja, David Raya anashambuliwa na Erling Braut Haaland. nani? David Raya Ana Gabrieli, ana Saliba. unaongelea kushambuliwa, ameshambuliwa na Harry Kane kwenye UEFA, kashambuliwa na Michael Olise kwenye UEFA, Moussa Ousmane Dembele kwenye UEFA, Krivara Koscielny kwenye UEFA. Unalinganisha kwani na mastrika wa Liga, mastrika chipa chumbe kutoka kwa mastrika wa Mlandezi? Mbappe ni mfungaji bora kuanzia 2019 hadi 2026 kwenye ligi za mfululizo. Haijawahi tokea mchezaji yote duniani akawa mfungaji bwana top mara 7 mfululizo. Mbappe ni nani? Mfungaji bora mara 7 mfululizo wa ligi anazocheza. Kwa lugha rahisi, Mbappe kwenye kila ligi aliyocheza kuanzia mwaka 2019 amechukua tuzo ya ufungaji bora kwenye ligi hizo. Hii nayo wachukue. Wafiche kabisa. Yani waifiche kabisa chini ya kabati. Sasa kwa kipa tunaondoka. Tunakuja kwa beki namba 2. Fullback ya kulia, right back. Fullback right. Beki namba 2 mimi namchukua mshindi wa UEFA Champions League. Ashraf Hakimi na chama lake la Simba wa milima ya Atlas. Hivi atafika mbali. Bwana wewe unachukua yuko Morocco amemaliza nafasi ya 4 World Cup iliyopita ya Qatar 2022. Ana garantia kufika mbali msimu huu kwenye World Cup hii. Ashraf Hakimi. Beki yako namba 2 ni nani wewe? Mimi I prefer Julian Timber. Na Netherlands yake. Timber ambaye amekuwa mguu ya glasi msimu huu. Lakini kwenye kikosi cha Netherlands nafikiri ataenda mbali kuliko Morocco. Bwana nakwambia tunarifaa zaidi World Cup iliyopita. Wewe ni mtu wa makabrasha. Lazima nifungue niangalie ulitoka wapi, kwa wapi na hata majeruhi. Ashraf Hakimi naye sio kwamba ni mtu chuma sana. Msimu huu naye amekuwa ingia toka zimekuwa nyingi. Mimi nazungumza ule muda anaopatikana. Ukiwa kama mtu wa historia, muda anaopatikana. Wewe kwamba Morocco akifika mbali atakuwa ni mtu wa kukaba sana, tutamuona Ashraf Hakimi. Yaani ndo sasa kwenye ubora wake wa kushambulia, kwa sababu ni fullback ambaye anapenda kushambulia. Ni attacking minded fullback. Ni fullback ambaye kwanza ana speed, ana uwezo mkubwa wa kushambulia. Ndio nikakuuliza kama Morocco akienda mbali akakutana na Giants, uone kwamba watakuwa wanacheza nyuma sana. Kwa hiyo falsafa ya Morocco kwenye kucheza hii tumwachie mdau wa soka. Kati ya Julian beki yako namba 2 wewe atakuwa nani? Either ni Julian Timber kutoka Netherlands ama timu ya taifa ya Uholanzi ama Ashraf Hakimi huyu kutoka Morocco. Wewe beki yako namba 2 ni nani? Sasa tuhange upande ile beki namba 3. Tunaweza tunatokea kutupiana ile kodi. Beki namba 3 hapo iko obvious. Ni nani? Namba 3. Mbona iko obvious sana? Niko Mfaizina ana changamoto. Bwana huyu bwana City. Bwana kwamba tuimba kuna nyimbo nasema ya haya unaishi wapi? Kwa nini nako nani? Bwana ujue kati ya eneo ambalo liko obvious ni beki kushoto. Bwana Nuno Mendes best left back in the world. Nuno Mendes mshikaji wangu. Lakini ni mshikaji wako. Lakini mshikaji wake. Nico O'Reilly. Bwana huyu baba ni muongo basi. Anazungumza feedback ambaye Nico O'Reilly ni kwanza anaweza kunyumbulika, anaweza kubadilika kutokana na position atakapokuwa amefika kwa wakati huo. Ila ni fullback left. Si naangalia left pale ukikaba unafanya nini? Bomba ya kushoto.
kwa kuangalia na nature ya timu yake. Sasa kibaya sasa nikwambie, kama kuna mechi ambazo Netherlands I mean Portugal wataamua kae nyuma ya mpira, bado Nuno Mendes unamtumia kama winga ya kushoto, Joao Cancelo anaanza beki ya kushoto. Unataka nini tena? Ushabadilisha mtu. Nimemweka sasa. Wewe umekuja na fact kwamba Ogelia anacheza maeneo mengi na nikakwambia pia anacheza winga. Sisi tunazungumza football. Naomba kama ambao umeweka namba 2, mimi namba 3, naomba utuambie hivi ni kweli tunahitaji mbishani wa nani anatakiwa kuanza kama beki ya kushoto kwenye kikosi cha kombe dunia 2026? Yaani mimi ukija na beki wako wa kushoto bwana, na beki wangu nataka umweke kwenye timu yako. Nitakuuliza yupo kama Nuno? Yaani ndio swali langu hilo. Ukija na beki wa kushoto nitakuuliza yupo kama Nuno? Yupo kama Nuno? Bwana tuame kwa beki wa kushoto sasa. Hapo beki ya kushoto, beki ya kulia, yote tumewachia wadau wa football. Watatuambia hapo chini kwenye comment. Beki za kati sasa 4 na 5. 4 na 5. Bwana haya. Partnership yako hiyo. Kila nikigeuka huku unamuona Gabriel, nikifanya hivi namuona Saliba. Sasa hapa tufanyeje? Wao ndio mabeki wako? Afu mimi ujue sitacheza na Gabriel. Sababu ukienda national team ya Brazil itakavyoenda kucheza, Gabriel atakuwa yuko mbele ya Marquinhos. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa anafanya clearance nyingi ni Marquinhos. Kwa hiyo mimi nacheza na William Saliba na Marquinhos. Kwa nini nachagua Gabriel na Saliba? Experience, afu na mtu ambaye anaweza kucheza mipira mingi miguu. Nimechagua watu ambao kwanza wana partnership. Yeah, of course. Yeah. Kutoka kwenye club. Bwana Johnson anaondoka na Marquinhos na Saliba. Bwana Yao anaondoka na Gabriel na Saliba. Hawa watu wanajuana kwa maana kila mtu anajua mapungufu ya mwenzake. Hawa nikiweka hapo kati nina usalama. Bwana mdau wa football, kama kawaida utaendelea kutuambia hapo chini. Je, wewe utaondoka na Marquinhos na Saliba ama Gabriel na Saliba? Tutatuambia hapo chini. Sasa hapo tunakuja kwenye midfielder watatu. Midfielder watatu. Natamani ni copy na kupesti. Unatamani ni copy na kupesti? Yaani nichukue walivyo niwaweke. Unaweza ukachukua ukaweka. Lakini I think Pedri ataingia kwenye timu yangu. Nitaenda na Vitinha, Pedri na Bruno Fernandes, ili ni uhakika wa maassist kibao. Vitinha, Pedri na Bruno Fernandes. So tujue hao nani atamkabia nani? Bwana Vitinha, Pedri, Bruno Fernandes. Nani atamkabia mwenzake? Nafikiri Vitinha atacheza chini kwenye timu yangu. Unasema unasemaje? Ushafungwa. Hapo washafungwa. Bwana Mfaizini na bwana Yaka. Unajua kuna kitu watu wa football tunachanganya. Kukaba sio kunyonga, kukaba ni kupokonya mipira. Bwana sawa. Kuchukua mipira itajie midfield. Hapo haya naomba ni tupele mikono kidogo na Wilson. Itajie midfield yoyote duniani ambayo haina prolific ball removal kwenye midfield yake. Itajie yote past or present, kwa sababu tukienda Spain yenye Xavi, Iniesta na Sergio Busquets, lazima kuna mtu mmoja ambaye alikuwa na kado kwenda Real Madrid. Nikukumbushe sasa pre-pit ya UEFA kuna Casemiro pale ambaye alikuwa anafanya kazi chafu. Unajua kwa nini nimefanya hivyo? Nimetaka niende kama Spain walivyokuwa na Busquets, Xavi na Iniesta. Unajua Busquets sio mvuja kuni sana. Na that's why nimeprofile Vitinha. Sio mvuja kuni sana. Lakini mvuja kuni. Sio mithili na Rodri na Joao Neves. Kina Declan Rice. So profile. That's why nimemweka Vitinha pale. Mimi ni watatu yeye ndo mvuja kuni. Unajua kwa nini? Kwa timu kama Portugal itakuwa na guarantee kwanza kufika mbali Portugal. Semi final and above. Bwana timu ya mbuzi. Bwana Cristiano Ronaldo itafika nusu finali na kuendelea. Bwana mimi kwa faida ya watazamaji mbalimbali, nyinyi ni baba mpya bwana, na mwanangu nimemuita Ivan Junior kwa sababu moja tu, mimi ni shabiki kulialia kabisa wa Cristiano Ronaldo. Hivi hapa yaani shabiki kulialia kabisa wa Cristiano Ronaldo, na kwa sababu Ronaldo mwanae anamuita Cristiano Ronaldo Junior. Wewe ni Ivan Junior. Sasa ulivyosema kwamba Ureno ana nafasi ya kufika mbali na kuendelea. Unajua wale Ureno ukiwatazama ni kama hawana tabu, yani kama wanatimia muda wote walete. Mbona kama mnasikitikia na taifa mengine? Mimi nikiwatazama Ureno kama mimi naitazama PSG. Sasa unafika mbali. Sasa Ureno nao wanaenda na mentality kama ya Argentina ile 2022 kwamba we die for Messi.
ndio na Ureno anaenda we die for Ronaldo. Yani uwezo wa kushinda kombe la dunia wanao, nia wanayo na sababu wanayo. Mimi hebu rudi hapo, Uwezo tuanze huko bwana. Ureno uwezo wanao, nia wanayo, sababu wanayo. Bwana naomba turudie bwana. Ureno wanayo nia ya kuchukua kombe la dunia, wanayo uwezo Wanao na sababu wanayo. Afu nia, unajua mimi niliwaona baada ya kubeat Spain kwenye finali za UEFA Nations walipomfunga kwa penalti. Unajua Spain ni moja ya timu iliyotimia sana, iko timamu sana, timu haso kabisa ya mpira. Lakini kwa namna ambavyo Ureno alionyesha nia ya kucheza na wale Spain. Sasa tukubaliane sasa hapo kwenye midfield sasa. Tunaondoka na Pedri, Vitinha, Bruno. Hiyo kwako bwana Johnson. Wewe tunaondoka na nani katika midfield hapo? Mimi nitaondoka na Rodri na Vitinha. Rodri tatu wako sana kudai na player wa mwisho na Bruno Fernandes. Rodri, Vitinha, Bruno. Bwana unaondoka na Pedri, Vitinha, Bruno. Kwa hiyo factor mbili ambazo zinabaki hapo ni Bruno na Vitinha. Hapo bishana kati ya Pedri na Rodri, nani aingie kwenye safu ya midfield? Rodri stamweka. Mimi Rodrigo. Rodri namweka. Ballon d'Or what's happening? Nini sasa ndio sifa ya mchezaji. Unajua ukiletea mchezaji pia nitakwambia huyu ni injury prone. Nikimweka Rodri hilo swali hilo nikimweka Rodri na Vitinha naangalia balance kwenye timu. Kwa maana Vitinha anaweza kafika maeneo mengi sana. Uongope Mfaizina anakwambia lakini Rodri anafika maeneo mengi ya uwanja. Lakini Rodri ana nidhamu ya kieneo. Kwa maana ni hakikishe backline yangu ina usalama. Costa Guardiola msimu ni kumtegemea Rodri kama mtu wake wa kumaka. Changamoto kwa mtu ambaye alikuwa ni bora kwa timu yako wa Ballon d'Or iliyochukua treble. Rodri wa Ballon d'Or ukimtegemea. Rodri wa Ballon d'Or na Rodri ambaye tunamuona kwenye msimu uliopita. Ni watu wawili tofauti. Rodri hata ile passing yake. Unajua ukishanyang'anya mpira tunachofuata ni passing. Yaani baada ya kunyang'anya mpira. Kwa maana nikakuwekea pale Vitinha ambaye yeye muda wote yuko karibu. Tunafanywa counter attack. Na sisi tunataka kufanya counter press. Tunashanyang'anya mpira kwa counter attack. Kwa faida ya mdau wa football. Kuna counter attack na counter press. Yaani counter attack wewe ukiwa unashambuliwa. Bwana unafanywa wewe ulikuwa na mpira attack. Unaenda kushambulia. Ukapokonywa haraka. Yaani wanakufanyia counter attack. Kwa lugha rahisi, counter press ni kushambulia counter attack. Bwana hii kwa watu ambao hawajui, unaweza kutafuta daftari ya mistari mitatu au mistari mikubwa na midogo. Au mistari mikubwa na midogo. Kama daftari la maboksi basi. Ukafute na pen uweze kunoti. Unaambiwa kuna counter attack na counter press. Kuna counter press. Bwana. Kwa hiyo mimi tukishanyang'anya mpira tunapokuwa tunashambuliwa. Wale midfield wawili wa juu namba 10 na namba 8 au kama tutakuwa tunatumia namba 8 wawili au namba 10 wawili wako mbali. Tunaweza tukashambuliwa tena sababu passing ya Rodri ni kama imekuwa bovu, lakini pia kutu. Lakini mimi nakuhakikishia kwamba kwa nature ya timu ya taifa ama timu yangu inapokuwa inaicheza lazima uhakikishe ubora wa mchezaji mmoja utimilize madhaifu ya mchezaji mwingine. Kwa maana Rodri kazi yake kubwa ni kupokonya mipira. Then baada ya kupokonya kipi kinafuata? Rodri ana Bruno Fernandes, then ana Vitinha. Moja ya sifa nzuri ya Rodri lakini ni zile break passes. Mbuzi mtanisaidia sana breakthrough passes. Yaani pasi fulani ambazo zinavunja ulinzi au pasi ambayo ikipigwa zinavunja mstari wa ulinzi. Rodri kati ya sifa yake kubwa bwana, anaweza akapiga zile pasi. Akipiga ile pasi manake anavunja mianya zinazopita. Tulionaje? Kuna kitu tunachanganya na ndio kitu ambacho kilimprofile Rodri ni kuchukua Euro 2000 kuchukua treble. Lakini tunashangaa kwamba boxing number 6 ya Roger Stone kwenye kile kikosi cha Man City Rodri anacheza mbele. Roger Stone ndio, lakini nyuma yake alikuwa za Stones ambaye middle kabisa ya Stones pia alikuwa anabadilika. Stones pia alikuwa anabadilishwa maeneo. Kile nafikiri kati ya kosi alikuwa anatumia Ruben Dias na Nathan Ake au Akanji ndio kwa anatumika kwenye eneo la center back. Anaanza namba 6 ama beki ya pembeni na master fulani hivi ya uongo boxing, yani anakuwa mbele kidogo ya center back. Sahihi. Kwa hiyo Rodri alikuwa na uwezo kama maana kwenye back three fulani hivi ya uongo. Kama ilivyo kwa mabeki wa pembeni tumewaachia
tunawaachia wadau wa football pia, mamido pia tuwaachie wadau wa football. Wewe utaanza na Bruno, Vitinha, Rodri ama Bruno, Vitinha na Pedri? Tunakwenda kwenye ile safu ya shambuliaji pale mbele, watu watatu na copy na kupesti. Bwana, copy na kupesti. Kama Ibra na copy na kupesti naitwa baya na ileta kwenye kosi changu. Kuna nini tena? Hapana. Mimi hapa kwanza lazima hapo anaitoa baya nani, namchukua Olise, Harry Kane na natamani Diaz. Gravaskelia angekuwa anacheza Likavi lakini acheze. Bad luck. Bwana wewe lakini umemweka Luis Diaz kwenye eneo la kulia na Michael Olise. Wewe unataka nani? Mimi kwanza lazima awepo Mbappe kosi changu. Kylian Mbappe dictator. Yaani Kylian Mbappe dictator. Lazima awepo. Kwa namna yote. Yaani hapo mipanga pangua. Ni World Cup sha. 2018 ni bingwa. 2022 amepiga hat-trick kwenye finali. Mbappe huyo alijiamulia mambo. Hata kwenye finali alijiamulia, na kama isile kwa Mwani pengine angekuwa mshindi mara mbili. Ingekuwa anatafuta sasa ya 3 mfululizo. Avunje rekodi ya Pele. Lakini nyingine namweka Lamine Yamal Starboy. Kwa hiyo ni Kylian Mbappe dictator, Starboy, Lamine Yamal kushoto, kulia huyo kushoto jatupa. Kushoto ni nani sasa? Kulia Lamine, katikati Mbappe, kulia huko ni kushoto sasa. Kati ya mwanangu Vinicius na Rafinha. Baba muongo. Lazima niende na Vinicius bwana. Vini Junior. Vini kwa Lucho. Hapana. Kwa sababu alionyesha Lucho. Mgoli aliyomfunga Marquinhos yule. Anamchukua anamweka. Vini. Bwana, mdau wa football utatuambia hapo chini. Safu yako bora kabisa wewe, ushambuliaji wale watatu katika mfumo wa 4-3, wale watu watatu pale mbele, wewe ungemweka nani pale? Umeona sasa. Tunakuja kwenye kipengele chenyewe cha michuzi. Moja sisi ya kampuni hii ya kubashiri, sisi tumebase sana kwenye kuhakikisha wateja wetu wanapata michuzi kweli kweli. Ndio maana sisi kwenye mechi moja unakutana na masoko hadi ya 630, yani mure goalkeeper sio kafanyaje. Ukitaka hadi mtu angate, sisi tunalo soko. Sijui ma-VAR wamefanyaje, sisi tunalo. Yani sisi ukizungumzia masoko lakini maamuzi bila kwenda kwenye monitor. Bwana, yani sisi ukizungumzia masoko hatuna mpinzani. Bingwa kabisa Afrika Mashariki na Kati kwenye masuala yote ya kubashiri. Sasa tunakuja kwenye kipengele cha msingi zaidi, kipengele cha michuzi, kipengele cha pesa, kipengele cha anka. Bwana, kwanza tunasema bwana, kombe la dunia hili kwanza unaliona ni kombe la dunia, kwa sababu mimi na mke wangu na treni yangu hiyo la kustaafu. Chindangu hilo mimi nimeweka over 1.5 mechi zote. Hilo ukipiga sasa una staff. Nimetia mzigo afu nimeweka over 1.5 kwamba ifaseni na kasha. Hilo sasa ukipiga ukirudi kule Upareni au utapewa kazi ya kuchuna mbuzi. Au kufunulia watu soda. Na unajua ukiwa una hela ni nyeusi. Ukiwa una hela ukirudi nyumbani hata uulizwe unakunywa soda gani. Unaletewa watu. Unaletewa bwana Stone tangawizi. Bwana, ukiona hela unywe ufe. Ukiwa una hela ukirudi Upareni unapewa tu Stone tangawizi. Hebu chukua hiyo unywe uwashoko. Ukatafuta hela mjini. Sasa mimi kwa mimi nimeweka 1.5 mechi zote, lakini nimeweka hivyo kwa sababu naamini soka bet hapa tuna cash out. Yani muda wote naweza nika cash out. Na unajua kwa nini nakusupport kombe la dunia hili utakuwa na magoli mengi sana. Na ikitokea kuna mechi na iofia na cash out tu. Na unajua sababu gani? Unaweza tu kaamua tu usiangalie kombe la dunia, wewe tia mkeka kalale. Sisi unaweza ukaamua usiangalie. Yaani leo siangalie, sitaki pressure sio nini. Sasa mimi nimeweka over 1.5 mechi zote. Bwana, wewe soko gani ambalo kwenye mechi za kombe la dunia kama mfaizi na bwana Yahya unaweza ukalitumia aondoke nao? Soko ambalo naweza nikampa. Kwanza kuna masoko mimi huwa sipendi shida. Shida sitaki. Wewe ni pale, yani sitaki shida. Wapale hawapendi shida. Kwenye kutoka shida huko, mara sio amefanyaje? Lakini kwa nini uko na kanda na samaki? Picha ya samaki kumlaza. Sipendi shida. Shida sitaki. Kwa maana kwenye masoko ni lazima niangalie kwanza magoli. Ndio kitu muhimu kinachonipeleka kuangalia mechi ya mpira wa miguu. Sahihi. Ni lazima niangalie mechi zinapataje magoli. Na wewe utakuwa mchawi kama timu zimeenda uwanjani kutafuta magoli afu ukaeka anda. Yaani wote wale wawili wamekuja kwa ajili ya kutaka kushinda, kwa ajili ya kupata magoli. Kuna tuzo za mfungaji bora.
wewe afu kwenda kuweka anga, unakuwa ni mchawi over pale. Alafu angalia. Na unajua kwenye hii World Cup uzuri wake sasa. Kwa nini mechi zitakuwa na magoli? Kwa sababu kwenye kundi moja kuna giant mmoja, kuna mwingine wa kawaida, kuna mwingine wa kawaida zaidi, kuna mwingine ndo hamna kitu kabisa. Kwa hiyo unakubaliana na mimi kwamba over 1.5 itatoa sana. Unajua kwa nini? Mtu kupigwa saba itakuwa ni kawaida. Wiki ili kombe la dunia hili. Mikono mingi. Yaani mikono mingi. Kombe la dunia hili litakuwa na magoli mengi kama ulivyosema. Unajua kwa nini? Kwanza kuna zile giant team, wachezaji wake wengi wanakimbilia Ballon d'Or, Harry Kane, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, na Ballon d'Or inakuja kwa ushindi na kwa namba. Individual. Kwa hiyo zile timu za Ulaya zile 8 kubwa zikiwa zinacheza weka magoli. Yaani leo ukiona tu Ufaransa anakitwanga na Iraq, tia magoli 3, mpe Mbappe afunge. Ukiona Ufaransa inakitwanga na Iraq, weka over 2.5. Na individuals kufunga. Kane anaweza kumaliza World Cup na goli 6. Sasa hapo kwa mdau au kamgarantia Kane kufunga kila mechi ya kwa mkamaria sasa, na kuongezea hii soka bet kuna kitu kinaitwa outright. Yaani wewe unaweza kubeti bingwa wa kombe la dunia. Aidha hapo sasa tuseme bingwa wako ni nani? Kwa ufupi nitajie bingwa wako unamuona. Bingwa wangu I think Ureno. Mbuzi. Bingwa wako wewe? Nafikiri Ureno watafika finali, lakini watafungwa na Ufaransa. Bwana wewe mdau mkamaria ambao nyumbani wakati huu unaweza ukabashiria soko la out, ukambashiria bingwa wako ambaye anaweza akachukua kombe la dunia. Binafsi mimi nimemwekea Ufaransa achukue ubingwa. Brother Johnson naye anakuambia bwana Ufaransa. Huyu Mfaizina brother Yahya naye anakuambia bwana yeye Ureno anaweza akachukua ubingwa wa kombe la dunia. Wewe una nafasi kama unaona Norway anaweza akachukua kombe la dunia, unaweza kuona Ghana, Senegal, ni wewe mwenyewe unaona timu gani inaweza akachukua kombe la dunia mwaka 2026. Tunakuja kwa top scorer. Pia unaenda kwenye soko la outright, World Cup outright, unaweza kwa top scorer wako kama ni Harry Kane, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele na kuendelea. Uchaguzi upo kwako. Unaweza kubeti pia timu ambazo zinaweza kufika nusu finali, timu ambazo zinaweza kufika finali, unaweza kubetia bingwa ama timu ambayo itaongoza kundi, timu ambazo zitavuka kwenda knockout stages. Ni wewe mwenyewe. Masoko ni zaidi ya 30. Lakini jambo lingine zuri ambalo tumewapita makampuni mengine yote kubashiri, sisi tuna kitu kinaitwa bet builder, yani wajenga bet. Mechi moja unaweka masoko hadi 6. Mechi ya Ufaransa na Iraq unaweza kubeti Mbappe apige shuti kwenda golini, Mbappe apate magoli 2 na kuendelea. Mechi ina magoli 4, kipindi cha kwanza kuna magoli mengi kuliko cha pili, kona ziwe 9, masoko hadi 6. Unashindwaje mdau? Watu wewe bwana, hii kwa soka spotlight. Soka bet shangwe tu. Soka bet, amua ushindi wako.